Habari za jioni mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari Septemba 30, 2025. Uko na Mipendo Gopton ambaye nakusogezea matangazo haya kupitia studio zetu zilizopo pa AICC jijini Arusha. Lakini pia kambi yetu matibabu inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa Kahama, upasuaji mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa kuanzia Oktoba 6 mpaka Oktoba 10. Wakulima na wafugaji katika wilaya ya Songea mkoani Ruvuma wametakiwa kufuata sheria na taratibu za matumizi ya ardhi ili kuepusha migogoro, ikiwemo kuacha tabia ya kuchukua sheria mikononi mwao pindi mifugo inapovamia mashamba ya kilimo. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Songea Mheshimiwa Wilman Kapenjama kufuatia tukio la Septemba 27, 2025 ambapo mwenyekiti wa kijiji cha Chiurungi kilichopo halmashauri ya wilaya ya Songea amejeruhiwa vibaya na wafugaji na kulazwa katika chumba cha uangalizi maalum yani ICU katika hospitali ya Mount Joseph baada ya kupigwa na wafugaji waliopeleka mifugo yao katika mashamba. Mwenyekiti ameshambuliwa. Sisi serikali tunachukua hatua kali na itakuwa ya mfano, na hao waliofanya hilo jambo watasimulia mpaka wajukuu zao, watawaambia kwamba kuchukua sheria mkononi si tu kumpiga mwenyekiti, kumpiga mtu yeyote ni kosa kubwa. Maana wamempiga daktari, wamempiga damu zikatoka ndani zikaharibu kabisa. Na anapokuwa kwenye ICU hawa msiwaachie haraka kabla hatujawapeleka mahakamani. Dhamana yao muitizame vizuri sana kama kuna haja ya kuwapa dhamana, maana yake asija kafa mwenyekiti wetu. Hawa wanao chukua sheria mkononi wanakosea sana, kwa sababu kijiji hiki hakina eneo la kuchungia mifugo, na mwenyekiti alikuwa anafanya kazi yake nzuri. Hali tuliokuwa nayo saa hizi, sisi binadamu hatuna maisha. Heri ya homa kuliko hali ya Wasukuma saa hizi. Hatuna nini? Maisha. Tunakufa bila dawa mdomoni wala uji. Kwa ajili ya nini? Wafugaji. Kwa kweli Wasukuma saa hizi sisi tumeshakabidhi roho zetu kwa Wasukuma wanachotufanyia. Nimelima bustani yangu ya mboga. Wasukuma wanafika pale, yani wanalisha na mwenyewe unaona. Ukiwauliza wanakuletea ukali, wanakuambia ng'ombe mboga yako ya alizi ya Mungu, wewe mbona unaikanyaga, maneno mengi. Kwa hivyo hata miogo yangu heka moja tu amevuruga, julikani nimepanda mwaka jana. Huyu mwenyekiti safari hii ya pili kupigwa. Mwaka jana alipigwa, mwaka huu amepigwa. Kwa hiyo tunaomba serikali hawa jamaa iwatengee sehemu ya kuishi. Wapo jirani na vijiji. Sasa sisi hatuna raha. Kwa kijiji chenu kwanza hamjatenga eneo la ufugaji, lakini pia hatuna orodha ya watu waliosajiliwa. Kwa hiyo hapa tunatambua kwamba hakuna mifugo katika kijiji cha Chiurungi. Katika kata hii limetengwa eneo la ukubwa wa ekari 3,300 katika kijiji cha Litoa. Kwa hiyo tuna changamoto mnazozipata, maana yake ni wale wanaotoroka kule kwenye maeneo tengwa kuja huku. Kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amesisitiza kuwa chama hicho kimejipanga kikamilifu kupambana na Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi ujao kwa lengo la kuhakikisha demokrasia ya kweli inatamalaki nchini. Zitto ameeleza hayo Septemba 29 akiwa Same Mashariki mkoani Kilimanjaro katika mwendelezo wa ziara yake mikoa minne aliyopangiwa na chama kuanzia Septemba 29 hadi Oktoba 12, 2025. Nyinyi kuna mtu amebebwa hapa. Si mmekuja wenyewe kusikiliza sera. Tuhangaike na kero zenu. Na mimi nawaambia, mtu ambaye anaweza kuzieleza na kuzifafanua na kuzitetea hizo kero zenu ni Nagi Kaboyoka. Naomba mumpe kura nyingi sana. Kiongozi wetu wa wanawake taifa amewaeleza kuhusiana na changamoto tulionayo ya mgombea urais. Sisi tarehe 6 mwezi wa 8 tulimteua ndugu Luhaga Mpina kuwa mgombea wetu. Figisu zikaanza. Msajili akatuzuia. Tume ikakubaliana na msajili. Tukaenda mahakamani. Tukashinda mahakamani. Tume ikampa fomu mgombea wetu. Wakatuwekea pingamizi tena mwanasheria serikali. Tuko mahakamani.
tunaendelea kuitetea haki hii mahakamani. Tunaamini mahakama itatenda haki, nitamrejesha mgombea wetu kuwa mgombea. Tunajua CCM wanamwogopa, tunajua CCM hawataki ushindani, lakini tutapambana kwa njia zetu zote mpaka mgombea wetu arudi. Hata kama ikibaki wiki moja, tutafanya kampeni wiki hiyo moja ili tuweze kuiondoa CCM. Lakini nataka niwaambie watu wa Same, nimewaambia ndugu zenu nilikotoka huko Maore, tulikuwa Maore, nimewaambia Maore na ninarudia hapa, na hii ni elimu ya uraia. Nchi yetu kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, rais ili aunde serikali lazima awe na wabunge wengi ndani ya bunge. Ikiwa chama cha rais hakina wabunge wengi ndani ya bunge, hawezi kuunda serikali. Chama chenye wabunge wengi ndani ya bunge au mbunge anayeungwa mkono na wabunge wengi ndani ya bunge ndio anayeteuliwa kuwa waziri mkuu. Leo hii watu wa Kigoma wakimpeleka Kiza bungeni, wakinipeleka mimi bungeni, wakimpeleka Masabo na wengine bungeni, watu wa Tunduru wakimpeleka Ado na Mtutura, watu wa Lindi wakawapeleka kina Idrisa na kadhalika, na nyinyi watu wa Same mkampeleka Mama Nagi Kaboroka bungeni. ACT imeweka wagombea 68% ya majimbo ya nchi hii. Tumesambaa nchi nzima, wabunge wa ACT wakiwa wengi ndani ya bunge. Hata kama rais wa CCM akitangazwa kwa mshindi, hawezi kuunda. Mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amesema amepokea ombi la ujenzi wa bandari kavu katika eneo la Old Korogwe, wilaya ya Korogwe mkoani Tanga, na kuahidi kulifanyia kazi endapo atapewa ridhaa ya kuunda serikali baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 Oktoba 29. Akihutubia wananchi katika mkutano wa kampeni uliofanyika kwenye viwanja vya stendi ya Korogwe leo Septemba 30, Daktari Samia amesema mradi huu ni sehemu ya juhudi za kuifungua zaidi Korogwe kiuchumi na kuboresha shughuli za usafirishaji na biashara. Tutazidi kuifungua Korogwe kwa lami, na njia tutakayoanza nayo, na kama ilivyo kwenye ilani ya uchaguzi, ni njia ya Soni Bumbuli Dindira Korogwe kilomita 74, na barabara pia ya Old Korogwe kwa Mdolwa, Magoma, Mashewa, Bombo Mtoni, Mabokweni kilomita 128. Hizo tunakwenda kuzijenga kwa kiwango cha lami. Vile vile tutaendelea kukamilisha utekelezaji wa, kuna barabara pia iliombwa hapa na mgombea ubunge, barabara ya Manundu. Tutakwenda kuiangalia kupitia TARURA kama tutaweza, kama sio TARURA TANROADS, lakini tutakwenda kuiangalia. Ndani ya Korogwe hapa kunapita mradi mkubwa wa kitaifa wa kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Chongoleani. Kwa hiyo hapa napo tunakwenda kujitahidi mradi huu kamilike, tukijua kwamba Korogwe ni kituo muhimu na kuna ajira zitapatikana kutokana na mradi huu. Vile vile kwenye mkoa wetu huu wa Tanga tutakuja na mradi wa ujenzi wa reli kutoka Tanga bandarini kule hadi Musoma, mkoa mwingine huko, kupitia Moshi na Arusha, takriban kilomita 1108. Miradi hii inaongeza fursa za uchumi na biashara pamoja na ajira kwa watu wetu. Sambamba na hili, wana Korogwe, niwahakikishie kwamba hatujasahau pendekezo la kuanzishwa bandari kavu katika eneo la Old Korogwe. Na hii ni kwa ajili ya kuondoa msongamano wa magari katika bandari ya Tanga, ambako shughuli zimeongezeka sana kufuatia maboresho tuliyoyafanya
hili nalo tunalifanyia kazi. Wizara ya Maliasili na Utalii imekuja na mkakati wa kupata taarifa sahihi na kwa haraka kupitia mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji wa taarifa za matukio ya wanyamapori wakali na waharibifu, ili kuweza kusaidia kupata taarifa za usahihi za matukio ya wanyama hao kwa haraka. Akifungua mafunzo ya mfumo huo kwa maafisa ugani 120 jijini Dodoma, kwa niaba ya katibu mkuu wa wizara hiyo Daktari Alexander Lobora, mkurugenzi wa idara ya wanyamapori amesema kuwa lengo la serikali kuhifadhi rasilimali za wanyamapori ni kuleta maendeleo kwa taifa na ustawi wa wananchi. Nchi yetu imejaliwa sana na rasilimali. Tuna bioanuwai nyingi sana ambayo kipekee ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa lengo la serikali ni kutumia rasilimali kwa maendeleo ya nchi na kwa ustawi wa wananchi wake, na sio vinginevyo. Sio rasilimali hii igeuke kuwa mzigo kwa wananchi, hapana. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba rasilimali hii inaenda kuwa na faida kubwa kwa nchi yetu. Na kwa maana hiyo imeweka utaratibu ambao ni mzuri sana wa kuwa na maeneo yaliyohifadhiwa na kuyahifadhi haya maeneo kwa namna ambavyo imeelezwa katika sera yetu, sheria yetu na miongozo yetu mbalimbali. Tumeanza kulipa kwa mfumo wa PAIS. Hii ni milestone kubwa sana, na kuanzia sasa kwenda mbele tunakwenda kudiscourage matumizi ya karatasi, na tutakuwa tunatumia mfumo huu katika kuwasilisha taarifa kutoka kwenye maeneo yenu mnayotoka, na mfumo wenyewe utakuwa unachakata automatically na kuwasilisha kwetu kwa uhakiki tu wa mwisho na kufanya malipo. Sasa hii ni hatua kubwa sana. Nataka niwahakikishie katika nchi zote za Afrika, sina hakika kwa sababu tunaongea, tunakutana kama kuna nchi ambayo imefikia hatua hii ya ubunifu. Kwa sisi kama Tanzania tumekuwa wa kwanza katika kuhakikisha kwamba mfumo huu unatumika, na ninaamini wenzetu wengine watakwenda kuiga. Wizara kwa kushirikiana na wadau USAID tuhifadhi maliasili ilitoa mafunzo na vifaa kama tablets, kompyuta zile za desktop kwa maafisa wa wanyamapori wa wilaya kutoka katika wilaya zifuatazo: Babati, Monduli, Same, Mvomero, Bunda, Ifakara, Kondoa, Tunduru na Namtumbo pamoja na Meatu kwa ajili ya utekelezaji wa mfumo huu. Aidha, katika kupanua wigo wa ukusanyaji na uwasilishaji wa taarifa kwa kutumia mfumo huo, wizara mwaka 2025-26 imepanga kuzijengea halmashauri za wilaya 40 zenye changamoto kubwa ya wanyamapori wakali na waharibifu, ambapo kwa sasa tutaanza na halmashauri za wilaya 10. Mhashamu askofu wa jimbo la Katoliki la Mafinga Vincent Cosmas Mwagala ameeleza kuwa Padri Jordan Kibiki akutekwa kama alivyoripotiwa hapo awali, bali alikumbwa na hali ya unyongefu kutokana na hasara aliyopata kwenye biashara ya mtandao. Akizungumza na wanahabari mkoani Iringa Septemba 30, Askofu Mwagala amesema Kibiti aliingia kwenye msongo mawazo baada ya kugundua kuwa amepoteza takriban shilingi milioni 3.5 katika mtandao wa eBay. Na baada ya kukutwa kule, basi polisi walifanya kazi yao, wakaanza mahojiano naye, na kumbe wakati wa mahojiano Padre Jordan Kibiki aliwaambia jeshi la polisi kwamba asingependa kuendelea kusababisha usumbufu. Ukweli ni kwamba alifika huko Mbeya kwa namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuielewa kutokana na hali aliyokuwa nayo, hasa siku ya tarehe 18 Septemba. Na sasa baada ya uchunguzi wa kitabibu ambao nitausemea hapa chini, tunaweza kusema alikuwa na unyongefu. Kiingereza chake ni depression. Unyongefu huo ulichangiwa na yeye kugundua kuwa amekula hasara ya takriban shilingi milioni 3.5 kwenye biashara ya mtandao unaoitwa eBay. Alipata hisia kwamba ameibiwa pale alipoambiwa
atume fedha nyingine kinyume na makubaliano ya awali na huyo waliokuwa wanawasiliana kwenye mtandao huo. Hapa ninaomba nifungue mabano na kufunga. Lengo letu si kuituhumu kampuni ya eBay kwamba ni kampuni ya wezi, kwa sababu baada ya kufuatilia tumeona ni kampuni ambayo imesajiliwa kihalali kabisa huko Marekani na inafanya kazi za biashara mtandaoni. Ila bila shaka kama ambavyo biashara yoyote inavyoweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, au mtu yoyote anaweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, inawezekana hata wao kuna mtu ambaye alijisajili kama agent na kuanza kutafuta maagent wengine, na kwa bahati mbaya akaanza kutokuwa mkweli. Sasa kati ya fedha hiyo aliyohisi kwamba amekula hasara, 500,000 alikuwa ameazima kwa paroko, yani Padre Isaac Nzigirwa, na 1,500,000 alikuwa ameazima kwa mhasibu wa jimbo letu, yani Padre Godwin Maliga, na hivi kufanya jumla ya shilingi 2,000,000. Kwa hivi inaonekana kwenye transaction zake huko eBay zilikwenda 3.5 kwa maana ya 1.5 ilikuwa ya kwake yeye mwenyewe. Hivi mnaweza kuona kuwa kwa kweli hakuwa na madeni makubwa hivi ambayo katika hali ya kawaida na kwa mtu mwenye afya ya akili ya kawaida yangemfanya atelekeze porini gari ya shilingi 25,000,000. Kutokana na maelezo kwamba hakuwa ametekwa, yale maelezo aliyotoa wakati wa mahojiano na jeshi la polisi, basi Padre Jordan alianza kutuhumiwa na jeshi la polisi kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo kuwa alikuwa ametekwa wakati angekuwa amejiteka mwenyewe. Na hivyo basi Padre Jordan alibaki mikononi mwa jeshi la polisi mpaka alipotolewa kwa dhamana tarehe 25 Septemba 2025. Tarehe 26 Septemba 2025, baada ya mimi mwenyewe kuzungumza naye kwa faragha na kuhisi kuwa hakuwa vizuri, tuliamua kumpeleka hospitali ya rufaa Tosamaganga kwa ajili ya kuangaliwa afya, na ikathibitika kuwa ana unyongefu, yani depression, na hivi akaanzishiwa matibabu. Jeshi la polisi kwa kuzingatia hali hiyo ambayo amekuwa nayo padre wakati huo wote, hata wakati wa tukio hilo jana tarehe 29 Septemba 2025, limefuta tuhuma na kumwacha huru. Naomba ifahamike hivi kwa mujibu wa sheria za kanisa ambazo ziko kwenye mkusanyiko huu, jinai au madai yanayomhusu padre binafsi si ya kanisa, bali ni yake yeye mwenyewe. Hata hivyo, ni wajibu wetu kama kanisa kutafuta ukweli wa tuhuma bila kuingilia kazi ya vyombo vya uchunguzi vya kiserikali, na ndivyo tulivyojitahidi kufanya. Sasa kwa kuwa wao, yani jeshi la polisi, wamemaliza kazi yao na wamebaini kuwa padre hana tena kesi ya kujibu, sisi tunaendelea na kushughulikia afya ya padre ili arudi kwenye hali ya utulivu, halafu mambo mengine yataendelea.
Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa. Kufikia hapo sina la ziada. Nikushukuru sana kuchagua na kutazama SQF News. Kwa niaba ya wale tulioshiriki kwa matangazo haya, na mimi sina yana, acha nikukumbusha kwamba kambi yetu matibabu inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama, upasuaji mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa kuanzia Oktoba 6 mpaka Oktoba 10. Nikutakie jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa.